Hutuba yetu ya leo tunakumbushana katika mambo muhimu ambayo yanatulazimu na yako katika mwezi huu mtukufu wa Dhulhijja. Ndugu zetu waliopata bahati ya kuitwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sasa wako katika viwanja vya Makka, kama ni kutekeleza umra na wanasubiri muda muafaka kwa ajili ya kutekeleza ibada ya haji. Sisi ambao hatukupata bahati ya kuweko kule, bado Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake pamoja na Uislamu kwa ujumla haukutuacha hivi hivi ikawa tusinufaike na haya masiku au katika matukio yanayopatikana katika mwezi huu mtukufu wa Dhulhijja. Ndugu zangu katika imani, mambo haya tunayarudia kwa sababu mwanadamu wakati mwingine anaweza kukosa uzingativu na akafika sehemu akakosa mambo muhimu sana ambayo ni ofa anazozitoa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo muhimu sana aliyotuwekea kama ofa katika miezi hii 12 ni pamoja na kuweka miezi minne mitakatifu ambayo ndani mwake unaweza ukabahatika ukaitikiwa amali zako na ikawa ndio sababu ya kuingia peponi na sababu ya kuepusha moto. Kwa hiyo kuishi kwa Waislamu wa mazoea, yani tukaishi kama Waislamu wa mazoea, ofa hizi zikawa zinatupitia katika kila mwaka, lakini tukawa hatuna mikakati ya kutekeleza, tunaweza kujikuta tumepoteza ofa muhimu sana katika maisha. Ndugu zangu katika imani, mwezi huu wa Dhulhijja, tumesema masiku haya 10 ya Dhulhijja yenyewe yanakuwa ndio masiku bora duniani. Yani mwanadamu hatoishi katika maisha yake akutane na masiku yaliyo bora kama masiku 10 ya Dhulhijja. Hayapo. Anaishi mpaka anakufa, bali mpaka anafufuliwa. Hapajawahi kutokea hapo masiku yaliyo bora yanayotambulika kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama yalivyo masiku haya 10 ya Dhulhijja. Katika mazingira yaliyoko mbele yetu, tunataraji kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala tutakuwa na siku ya Arafa, nayo ni siku ya 9 katika mwezi huu, na hii ndiyo siku bora katika masiku 10 haya ya Dhulhijja, kwamba masiku yenyewe ni siku bora ya dunia, lakini siku ya Arafa inakuwa ni siku bora ya masiku haya 10 kuliko masiku mengine yote haya ambayo yametajwa 10. Ile siku ya 9, siku ya Arafa, inakuwa ndio siku bora kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na baada ya hapo tuna siku ya Udhuhiya. Haya ni matukio makubwa mawili ambayo yanatuhusu kwa sehemu kubwa. Matukio haya mawili yanatuhusu kwa sehemu kubwa. Katika namna ya kutumia fursa za ofa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walau tukashindwa kuzingatia katika maeneo mengine, basi tujiandae na tufanye maandalizo walau kutumia siku hizi 2 vizuri. Pamoja na kwamba masiku yote 10 kila mmoja anatakiwa kufanya jitihada ya kuyadiriki ama kupata fadhila zake, lakini tusipitwe na masiku haya mawili katika fadhila zake. Moja, tunataja siku ya Arafa ambayo inakuwa ni siku ya 9. Na siku hii ni siku tukufu na siku adhimu kabisa. Na tukumbuke hii siku ndiyo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa maelekezo mengi ya kuashiria kwamba sasa anaaga, na hija yake ikaitwa hijjatul wadaa, hija ya kuaga. Yakatajwa mambo mengi sana yanayoashiria kwamba Uislamu unaelekea kukamilika, na Qur'ani pia ikashuka katika aya za mwisho kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala akaonesha kwa kusema, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim,
al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hii aya ilishuka siku ya 9 Dhulhijja. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akiwa amekwenda kufanya haji, na ikawa ndio hijjatu alwada ama hija ya kuaga kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo katika siku hii kuna mambo mengi sana ambayo yanatukumbusha katika historia ya Uislamu na ukamilifu wa dini. Aya ikisema leo wamekukatieni tamaa kabisa makafiri kuhusu dini yenu, fala takhshawhum wakhshawni, msiwaogope tena, sasa muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yawm akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekukamilishieni dini yenu. Katika hija ya kuaga ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inashuka aya hii, Allah akisema leo nimekukamilishieni dini yenu, akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimeitimiza neema kubwa kuliko zote juu yenu, neema yangu juu yenu. Wa raditu lakum al-islam dina, na leo rasmi nimekukomboeni, kukutoeni katika kuabudu Mwenyezi Mungu mkimshirikisha na chochote. Leo nimeridhia kwamba sasa mtafuata Uislamu tu na hamtahusisha ibada zingine katika nyanja zote za maisha. Wa raditu lakum al-islam dina, ndiyo siku ya Arafa, ndiyo siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameukamilisha Uislamu na ametutaka rasmi tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, tuufuate Uislamu kwenye kila kipengele cha maisha. Kitu kilichokuwa kamili, hakina upungufu, lakini pia hakina ziada. Kitu kilichokuwa kamili, hakina upungufu na hakina ziada. Baada ya kuteremka aya hii, ilikuwa rasmi milango ya kuazima mila na desturi kutoka kwenye mifumo mingine kutumia katika sehemu ya maisha ilifungwa rasmi, lakini pia ikafunga milango rasmi ya kuweka kitu cha ziada ambacho Uislamu utakuwa haukitambui. Ustaarabu wote unapatikana ndani ya Uislamu. Kitakachokutwa kiko nje ya Uislamu, hata kama kimeletwa na nani, tunasema hicho kitakuwa kimepotoka. Kwa hiyo siku hii ni siku adhimu, kwa sababu ni siku ambayo katika aya za Qur'ani za mwisho ambazo zilikuwa zinakuja kufunga wahi wa Allah subhanahu wa ta'ala ni pamoja na aya hii, aya ya 3 katika suratu Al-Maida. Kwa mantiki hiyo, katika kuadhimisha siku hii, moja katika mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni pamoja na kujiwekea utaratibu wa kuleta adhkari. Haya mambo yakisemwa ni rahisi sana kusikiliza hivi alafu tukaondoka. Usipoweka mikakati, hiyo siku inapita na unasikia jioni watu wanatangaza siku ya Eid, siku hiyo imekupita, hujafanya chochote. Lakini hapa ukisikiliza, ukatoka ukaenda baada tu ya sala, ukaenda ukakaa chini, iwe ni kwenye simu yako, iwe ni kwenye daftari lako, popote, lakini ukaweka mkakati kwamba mimi nitaleta, kama ni adhkari, nitaleta maneno haya kwa kiasi kadhaa, nitafanya hivi kwa kiasi kadhaa, nitafanya hivi kwa kiasi kadhaa. Hii itakusaidia kwenda kuingia kwenye utekelezaji. Tukaondokana na kuwa ni wasikilizaji alafu hatuendi kutekeleza. Allah subhanahu wa ta'ala asema, wala takunu kalladhina qalu sami'na wa hum la yasma'un, wala msiwe kama wale ambao wanatikisa vichwa na kuitika na kusema kwa midomo kwamba tumesikia, lakini kiutekelezaji ni kana kwamba wakusikia kabisa. Kiutekelezaji tunaposema kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi hii siku ya Arafa, bila mkakati huwezi kutaja, na jioni itakufikia hujafanya chochote. Lakini pia kuna dua maalum ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameifundisha, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hakuna anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Yeye peke yake asiyekuwa na mshirika, wengine wote wanahitaji washirika. Lahul mulku, yeye ndiye anao ufalme wa kila kitu. Walahul hamdu, na sifa zote njema anastahili yeye tu. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, naye ndiye muweza juu ya kila kitu. Hii dhikri wakati mwingine naweza kuwa inasemwa hapa, haujabahatika kupita katika mazingira ya kukusomesha ukaifahamu, lakini kwa kujua siku ya Arafa kuna dhikri maalumu mno kwa mujibu wa Uislamu. Tenga muda, pata dakika zako 10, 12, 15, isome hii adhkari. Tafuta mtu ambaye anaweza kukusaidia, hata kama ni mtoto mdogo, hata kama ni mtu wa kawaida, akutamkishe haya maneno. Yanahitaji gharama kiasi gani? Kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Taban, tunakubaliana sote kwamba mazingira yetu ni tofauti tulimopita. Kila mmoja anaweza kuwa na udhuru wa kutoweza kudiriki maneno ya Kiarabu kwa sehemu kubwa, lakini kama mtu angalau anatekeleza ibada ya sala, anaweza kusoma al-Fatiha. Haya maneno yasiwe sababu ya kukosa fadhila za siku hiyo. Jiwekee utaratibu, ukianza leo mpaka kuja kufika siku hiyo, haya maneno utakuwa tayari umeyakariri vizuri, na maana yake ulete yale mazingatio, ufahamu yale maana, lakini pia ulete mazingatio. Hii ni dhikri maalum, dua maalum katika siku ya Arafa. Iseme kwa kadiri ya uwezo, kwa mara zozote utakazokuwa umejiwekea mkakati. Unaweza kusema ukiwa nyumbani, unaweza kusema ukiwa kwenye biashara zako, unaweza kusema ukiwa katika maeneo yako, unaweza pia kusema ukiwa msikitini. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Lakini pia siku hii ni siku ya kuomba dua muhimu, dua binafsi. Jana kuna mtu alinipigia simu ananiuliza, kama mtu atakuwa asema nimesikia unatakiwa katika dua atakuwa kusoma siku ya Arafa ni la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kisha uliza, yani dua hiyo inakuwa imetosheleza yale mahitaji yangu? Kwa mfano mimi nahitaji Mwenyezi Mungu aniondolee matatizo mbalimbali yanayonikabili, yani inaishia tu humo kwenye? Nikamwambia no, bado kuna nafasi ya kuomba dua binafsi ya mahitaji yako binafsi, isipokuwa ukileta mazingatio kwenye ile dhikri, manake itautengeneza moyo wako. Hata utakapokuwa unaomba mahitaji yako yametanguliwa na ile dhikri ambayo inanyoosha ikhlas ya kile ambacho wewe mwenyewe binafsi unakiomba. Ukianza kusema hakuna anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, hana mshirika, yeye ndiye ana ufalme wote, ndiye ana umiliki, lahul mulk, na yeye ndiye mwenye sifa zote njema, wa huwa ala kulli shay'in qadir, na yeye ni muweza juu ya kila kitu. Hata unapopeleka maombi yako unakuwa na matumaini kwamba huyu ambaye ni mmiliki wa kila kitu katika haya ninayoyaomba hashindwi kunipa, ni muweza juu ya kila kitu. Imani yako inaegemea kwa Allah kiwa na matumaini kwamba ninachokiomba nitakipata. Kwa hiyo katika siku hii pia ni katika nafasi nzuri ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kupata mema ya dunia na kupata mema ya akhera. Ni katika fursa nzuri pia ya kueleza shida zako binafsi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hasa muda baina ya al-asri na magharibi ya siku hiyo, muda baina ya al-asri na magharibi, ambapo hata mahujaji kwa wanaokuwa wamekwenda haji katika fursa hizi wanakuwa wanazitumia vizuri katika muda baada ya al-asri, kwa sababu wanakuwa wanakaribia
kumaliza hiyo siku waondoke kuelekea Muzdalifa, pamoja na kutopata nafasi ya kuhudhuria kule. Lakini huu muda baina ya al-asri na maghrib tuutumie vizuri. Narudia kusema tena, usipoweka mkakati, hii siku inakupita na haujafanya chochote. Lakini pia kuna fursa ya kufanya tauba. Moja katika vitu ambavyo kama Waislamu tunatakiwa kuwania ni fursa ambazo ukibahatisha unaweza ukakubalika tauba yako. Si kila tauba inakubalika kirahisi. Kuna mapungufu yanaweza kudhoofisha ibada yako ya tauba. Lakini inapokuja katika nyakati za ofa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukitumia fursa hiyo, huenda pia Allah Subhanahu wa Ta'ala akawa mwepesi wa kusamehe, wa kupokea. Na tukumbuke katika siku ya Arafa ni katika masiku ambayo Mwenyezi Mungu anaonyesha kama mtu atabahatika kufunga katika siku hiyo, kwa mfano, huyu mtu atakuwa ni rahisi kusameheka dhambi zake, atakuwa ni mwepesi kusameheka dhambi zake. Sasa kama kuna nafasi ya kusamehewa dhambi kwa kufunga siku ya Arafa, kwa nini mtu asitumie fursa hii pia pamoja na kufunga, lakini aambatanishe na kuleta tauba? Narudia kusema tena, usipoweka mkakati, siku ya Arafa inakupita na haujafanya lolote. Lakini pia tumehimizwa kukithirisha kufanya mema katika siku hii ya Arafa. Siku hii ya Arafa, sisi ambao hatukupata bahati, wale walioko kule wanashughulishwa usiku na mchana, automatic wanashughulishwa. Sisi ambao tu katika mazingira tofauti na haram, inawezekana sisi tukashughulika na mambo, tukashirika na mambo mengine. Kwa hiyo katika mambo ambayo tunataka tufikirie ni namna ya kuweka mikakati mema maalumu ambayo unasema leo nataka nifanye 1, 2, 3 kwa sababu ya siku hii ya Arafa. Kila mtu atie nia kwamba nakusudia kufanya 1, 2, 3 kimkakati. Mtu aandike, aweke akilini kwamba katika siku ya Arafa nitakuwa busy pamoja na shughuli zangu zingine, lakini nitapata nafasi ya kufanya 1, 2, 3 kama sehemu ya kufanya wema, kufanya ihsani. Na kwa kuzingatia muda, jambo lingine la kuzingatia katika siku ya Arafa ni kuepusha viungo vyetu kumwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuviepusha viungo vyetu kumwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala katika njia yoyote. Mtu afanye jitihada za makusudi, hairuhusiwi katika nyakati zingine, lakini wakati wa Arafa inahitaji kuzuia zaidi, kwa maana kumakinika kuhakikisha kwamba hatumwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala katika siku hii ya Arafa. Tunamwomba Allah Tabaraka wa Ta'ala atuwafikishe na atuwezeshe kuchuma machumo ya masiku 10 haya ya mwezi mtukufu wa Dhulhijja, na atuwezeshe kuyafanya makubwa yanayopatikana katika siku ya Arafa. Ukiacha siku ya Arafa, siku inayofuata ambayo hatuna nafasi tena pia ya kukutana kabla yake isipokuwa leo, ni siku ya Eid al-Udhiya, Eid ya kuchinja, Eid al-Kubra, Eid kubwa. Ndugu zangu katika imani, mbali na ibada ambazo tumezifanya katika siku ya Arafa, kesho yake inakuwa ni siku ya 10 ambayo inakuwa ni siku ya Eid. Moja katika mambo ya kuzingatia katika siku hii ni katika siku inayofunga masiku haya 10 yaliyokuwa matukufu. Ni siku ambayo inafunga masiku haya 10. Angalia katika uzoefu wa mwanadamu, anaweza kwenda kozi kwa muda wa miezi 6, kwa muda wa mwezi wa mwaka, kwa muda wa mwaka, ama kwa muda wowote utakaokuwa, lakini ile siku ya mwisho kunakuwa na sherehe ya kufunga yale mafunzo, kunakuwa na hafla. Huu ni utaratibu ambao sisi tunauiga kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yamewekwa masiku 10, kila mmoja anahangaika namna yake, lakini mwisho wa yote tumewekewa hafla
ya kuyaaga haya masiku 10 katika siku ya Eid al-Udhiya. Katika mambo ambayo tunalazimika kuyakumbuka katika siku hii, moja, tunapokuja katika ibada ya sala ya Eid al-Udhiya, tunakuja tumefunga. Ni tofauti na Eidul Fitri, ni sunna kutangulia kufuturu kabla ya kwenda katika sala. Lakini tunapokuja katika sala ya Eidul Udhiya, tunatakiwa tuje tumefunga, na mara tu baada ya sala ndipo tunakwenda kwa ajili ya kufuturu. Hilo ni katika jambo muhimu sana tukalizingatia, kwa sababu ya mazoea. Watu wanaweza kuamka asubuhi wakaandaa chai wakaanza kunywa. Katika kutekeleza sunna, watu wajizuie, waje wamefunga, kisha baada ya sala biidhnillah, kwa sababu sio muda mrefu, basi walau mtu apate sunna hiyo. Lakini jambo la pili ambalo ni muhimu kulizingatia ni katika masala ya utekelezaji wa ibada ya sala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alihimiza ibada hizi panapokuwa na uwezekano zifanyike hata viwanjani, ili kupatikana fursa ya watu wote. Na hii ni pamoja hata wale wamama ambao wanakuwa na desturi zao za kawaida, bado wanaweza kuja katika viwanja. Hawakushiriki katika ibada ya sala, lakini wanaweza kushiriki katika sehemu ya hutuba. Hii ni kuonesha ule umuhimu mkubwa kabisa kwamba wote wanaweza kushiriki. Katika sehemu zingine swala zingine wametakiwa kubaki nyumbani kwa sababu mbalimbali, na hata kama itakuwa ni dharura kwamba ataenda kusali msikitini, fabia wa neema, hakuna shida. Lakini tunasema kwa upande wa mama wale ambao wanaweza kuwa na ada zao, kitendo cha Uislamu kuwaruhusu kwamba wanaweza kwenda katika sehemu ya viwanja wanaposwalia, hii ni ishara ya kuonyesha wazi kwamba kuna umuhimu mkubwa kwa kila Muislamu kuhakikisha kwamba anahudhuria ibada hii ya sala. Lakini jambo lingine ambalo linaambatana na hapo ni suala la udhiya, kwa maana ya kuchinja. Na kama tulivyoeleza hapo nyuma kwamba kila Muislamu afanye jitihada ya kuhakikisha kwamba katika shukrani yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kusogeza mahusiano yake na Mola wake kwa karibu, afanye jitihada za makusudi katika kuhakikisha kwamba anachinja. Na kinachokusudiwa katika sehemu hii ya kuchinja, kila mmoja anatakiwa kuitakasa nia. Fasalli li rabbika wanhar, usali kwa ajili ya Mola wako, lakini kwenye kuchinja pia usiweke kitu kingine chochote, mtakasie nia Allah subhanahu wa ta'ala. La yanala Allah luhumuha wala dimauha, Mwenyezi Mungu hahitaji, hana shida na nyama mnazochinja ama nyama mnazokata katika vichinjwa, wala hahitaji damu yake. Lakini yanaluhu taqwa minkum, anachotaka ni ile ongezeko la uchamungu kwenye nafsi zenu, kwamba kupitia kile kitendo cha kuchinja umeongeza kiwango cha kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala katika matendo mengine. Hii ni katika mambo muhimu sana ya kuzingatia. Lakini pia ni kawaida mnyama anapochinjwa katika Uislamu, tumehimizwa tujitahidi kuandaa vifaa ili wakati wa kumchinja tusimtese, tusimuumize. Amedhalilishwa kwa ajili yetu, basi wakati wa kufanya uchinjaji tufanye tahsini, kwa maana tufanye wema ikiwa ni pamoja na kumlaza vizuri, lakini pia tusimchinje na kisu ambacho ni kibutu. Na inapobidi pia asichinjwe mbele ya wenzake. Inapokuwa inabidi, si vizuri kuchinjwa mbele ya wenzake. Mwenyezi Mungu amewatiisha hao wanyama, lakini Allah akiondoa ule utiifu, wanyama hao wanakuwa pia wakati mwingine ni hatari. Ni katika mambo ya kuzingatia katika siku hii ya udhiya. Bali katika wale ambao watapata bahati ya kuchinja na wengine hawakuweza kuchinja, waendelee kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala nyakati zingine Allah wawezeshe katika kupata fursa hizo za kuchinja. Wale waliochinja wasisahau kugawa nyama katika makundi yaliyoainishwa. 1/3 iende kwa familia, 1/3
ndugu, jamaa, marafiki, majirani, hata kama watakuwa ni matajiri. Hii inakuwa ni kwa ajili ya kuongeza upendo na mahusiano ya kijamii. Na la tatu inakuwa ni moja ya tatu, nayo inakwenda kwa mafakiri, wale ambao hawajiwezi. Na kwa mazingira yetu tumesema, kwa sababu ya ugumu wakati mwingine kumtafuta mtu mmoja mmoja au kujirudia, tumesema watu wote wanaoweza kwa namna yao waungane pamoja, tuchinje hapa. Tutakusanyika watu katika kada zote, kwa maana yale mafungu yote yanawezekana tukajikuta tunayatumia katika mazingira ya hapa, watu wakala chakula cha pamoja katika mazingira ya hapa, kwa mchanganyiko wa watu wote, bila kusema kwamba yale mazingira waliokwenda pale ni wale wenye kuhitaji, hasha wakala, ikiwa ni pamoja na wanaochinja. Ule mchanganyiko unasaidia mtu kutojisikia vibaya katika siku ile, akaja na familia yake akahisi kama vile nakwenda kama kuomba. Kuna saikolojia ambayo sio nzuri, lakini tunapounganika pamoja kwa ujumla wetu, hauwezi kumjua nani ni nani. Ili jambo ni jambo kubwa kabisa, ni jambo zuri, na Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe tuendelee kulifanyia kazi jambo hili kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tusiliache muda wa kuwa tuko hai.